Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian. Bado siku 12 kuanza kwa michuano ya kombe la dunia nchini Canada, Mexico na Marekani. Inaanza Mexico, Canada, alafu Marekani kwa siri zile ya FIFA ilivyo. Bado siku 12 kama kawaida. Timu yangu mimi ni Ufaransa na Calcao. Mtanisamea lakini ndivyo inavyokuwa Calcao. Timu yangu hiyo sijaacha hivyo. Lakini leo kuna mechi kubwa Champions League Ulaya. Arsenal. Sawa, bavome. Tujuane. PSG. Ndio. PSG. Mwanzo mwisho hadi asubuhi mpaka dakika 90 zinaisha. Mashabiki wa Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool na Liverpool. Wote wamekwenda kwa PSG. Wewe hii balaa tulilopata mwezi wote unataka liendelee? Hilo la Premier League. Unataka liendelee? Chazabe Arsenal bingwa. Arsenal bingwa. Kuna mtu mmoja jana alisema kwamba alikuwa anatishia nyao. Ile PSG ile ukiangalia ile PSG ile. Yaani magoli machache ni mawili. PSG ni tishio kabla hajakutana na Arsenal. PSG ni tishio kabla hajakutana na Arsenal. Ishakutana na Arsenal. Maana hata Bayern walisemaga hivyo hivyo. Bayern kachukua 3. Naeka Paris Saint-Germain. PSG. Shabiki wa Manchester unamuuliza wanategemea nini? Shabiki wa Manchester unamuuliza wanategemea na kujibu. Ndio wale tunaamisha kwa Liverpool, Manchester. Yaani wewe Chelsea. Hapo Arsenal waike wenyewe. Tumeishi kwa kalaa sana. Bwana. Mimi sio kwenda kwa Chazabe na kutambua kavalishwa jezi ya Arsenal. Philip, nataka kuulizaje? Wewe uko wapi? Mimi niko Arsenal. Yaani kuniuliza swali mimi niko wapi tofauti na Arsenal? Sawa, basi kwa Arsenal 3, PSG 2 tayari matokeo. Kwa matokeo koje? Au ni 3-2 babu? Kama hivyo. Ndio dakika 90 hiyo. Au ya hapa mdomo. Dakika 90. Ya kwenye dakika 90. Yaani Arsenal wanawaki wenyewe. Alafu timu zingine zote zimeungana kuhamia PSG. Kwa hiyo kuna uwezekano leo. Wakati watu wanatazama mechi, mashabiki wa Arsenal kaona kama vile ni wachache, afu PSG na mashabiki wengi. Sasa PSG imechukua wengine wote. Tofauti yake tu ni kwamba mashabiki wa Arsenal watakuwa wamevaa jezi. Haya, mechi ni saa 1 usiku hii. Mechi ni saa 1 usiku. Na tunaamini kabisa tutakusanyika katika maeneo yetu. Kuna vikundi ile ya kuchukua ubingwa ile. Tunaona maandamano Kenya, Tanzania ndio sijaona. Kenya. Sisi tulipiga hapa maandamano. Lakini sio makubwa. Sisi tulipiga maandamano ila sio makubwa. Kutoka Mori mpaka Bamaga. Paredi ilipigika pale. Kolo la Simas. Leo. Wasubiri tu baada mida saa 3 pale. Haya. Tutaangalia namna ambavyo itakavyokuwa katika mechi kubwa ya kufunga msimu katika michuano karibu mingi hapa katika michezo ya kimataifa. Kabla ya kwenda kwenye magazeti, tunazungumzia kuhusiana na FIFA kombe la dunia ambapo zimebaki siku 12. Na jana tuliona taarifa kuhusiana na mechi kuendana nani. Baadaye tutaweza iangalia vizuri hiyo taarifa na kuangalia na namna ambavyo michezo ligi yetu ilipo takriban imalizike Juni 20. Ile ya maama sana. Mwanzo ilikuwa inaonyesha Juni 15. Ikaenda 20, sasa hivi ni Juni 30. Ligi, yani ligi hii kumalizika ni Juni 30. Lakini mashindano yote kumalizika yatamalizika nafikiri Julai katikati. Sababu hapo bado yani unajua bado kuna playoff, bado kuna finali ya FA ya CRDB Federation. Kwa nafikiri mpaka Julai sasa. Kwa kawaida mimi toka nianze kufahamu michuano ya kombe la dunia ikifanyika gani mara nyingi sana ni kwamba
inakuwa ni sehemu maalum ya michuano hiyo ya kombe la dunia. Sio inakuwa sehemu, yani ni kwamba dunia nzima inakuwa inafuatilia kombe la dunia tu. Dunia tu. Sasa tutaanzia hapo baadaye tuweze kuifuatilia namna ambavyo TFF watakuwa na bodi ya ligi watakavyokuwa wamepanga kuelekea katika michezo ya kumalizikia. Kwa sasa timu ya Taifa Stars ipo kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Uganda, dhidi ya Rwanda katika michezo ya hii ni katika michezo ya FIFA date. Na kusema kweli tuwapongeze timu ya Serengeti Boys walichofanya Serengeti Boys ni kitu kikubwa sana, kwa sababu moja la anguko letu kwenye soka ilikuwa ni hilo la mashindano haya. Unajua sisi tuna ndoto kubwa sana kama Tanzania kuona tuna wachezaji wengi sana wanacheza Ulaya, lakini tulikuwa tuzungumzii wanafikaje Ulaya. This is big problem wetu ndio ilikuwa hapo, kwamba tunataka wachezaji wetu wengi wawe Ulaya, lakini hatuzungumzii wanafikaje Ulaya. Sasa hii ndio ilikuwa tunaimisi miaka mingi sana, na tulikuwa tunaimisi kwa sababu moja, kwamba tulikuwa tushiriki haya mashindano ya under 17 kuanzia ya CAF. Tumeanza kushiriki mwaka juzi tulianza kushiriki ile ya mara kwanza ya King Paulsen. Tukaja tukapotea, alafu tukaja juzi tena, si ndio? Na nafikiri waandishi watanikumbusha. Mwaka juzi tukaenda, ambao walikuwa kocha alikuwa Azam nani? Grey Morris, sio? Tukaenda under 20 na under 17. Sasa haya mashindano kwa nini muhimu kushiriki mara kwa mara? Kwamba kama hivi tumepata nafasi ya kwenda World Cup. Unaona haya mashindano yalivyokuwa yanafanyika kule Morocco, mawakala wote duniani, wote wa vilabu mbalimbali wanakuwepo pale Morocco. Sasa tunavyokwenda World Cup, kwa hiyo pale unavyoenda sasa hivi ukienda kwa wale wa top mawakala wale ambao wanaweka connection za ya mchezaji na club. Sasa hizi wanaweza kukuambia bwana, tunamfuatilia mchezaji wenu Lukman, tunamfuatilia yule mchezaji wetu bwa mdogo mmoja namba 3 anacheza hii Serengeti. Kwa hiyo tunavyokwenda World Cup, sasa watu wanaenda kufanya finalizing kwamba huyu mchezaji huyu anafaa, kwa huyu anaweza kwenda Liverpool. Ndio maana unaweza kushangaa tuliwahi kuwa na mjadala mimi na Chazi wakati Morocco anachukua World Cup ya under 17 kuna wachezaji wa under 17 wanacheza national team Morocco, lakini wanacheza daraja la pili, na wengine wapo kwenye ligi kuu wapo kwenye timu za vilabu za wadogo za vilabu vya Ufaransa. Kwa hiyo ukizungumzia wachezaji wetu kwenda Ulaya sasa ndio ili ndio daraja sahihi. Hiyo namba moja. Lakini namba 2, tulikuwa tunakosaga connection ya mchezaji wetu anapotoka hadi kucheza senior team. Yaani huyu naye katokea wapi kuja kucheza national team? Yaani tunakuwa unajua huyu alicheza Mbeya, alipotoka Mbeya sio alienda Iringa, alipotoka Iringa akana maji ya Songea, Songea akaja national team. Haiko hivyo. Kwamba huyu Lukman ameanza 17, alipotoka 17 akaja akacheza under 20, alipotoka under 20 akaja akacheza senior team. Kwa hiyo tulikuwa ni vitu ambavyo vinatukosa. Kwa hiyo kwa kweli congratulations kwao. Hongera kwa TFF, hongera kwa kamati ya ufundi ya TFF ya chini ya Oscar Milambo na watu wote waliohusika kwa kweli. Yaani ukiangalia timu inavyocheza unaiona kabisa kwamba kuna kitu kilitengenezwa kwa muda mrefu na sasa kinaanza kutulipa. Kitu kikubwa tu ni consistency yetu sisi kama nchi kuendelea kushiriki mashindano haya, moja, lakini 2, nafikiri hilo sasa ndo kitu kingine. Waandishi mnazo historia nyingi sana. Tuwatengeneze vizuri hao wachezaji wetu kwenye kichwa. Maana hii ndio problem ambayo inatuhamishaga sana. Tunaweza kukaa hapa tukaja kuulizana miaka 3 tukaanza kuulizana Lukman yuko wapi? Sijui nani yuko wapi? Kwa sababu hapa akitoka unaweza kushangaa, ndio hiyo ninayosema sasa. Unaweza kusikia kuna wakala anaitwa Philip Mkini anasema Lukman thamani yake milioni 800, bilioni 1, bilioni 2. Hiyo nafikiri sasa hiyo ni mfano. Ni mfano sio Mkini wakala. Kwa hiyo nafikiri hapo kwenye kutengeneza vizuri kwenye kichwa sasa na kuambia kwamba bado mna safari, nafikiri ni jambo kubwa sana la msingi. Niliona mahojiano ya rais wa TFF Karia akiwa kwenye train wakati wa ujio wa Rio. Kuna akawa anamuongelea Msheli Abubakari. Kabla hajamaliza kuna mtu akasema alichagua hela yule. Akasema sijasema mimi, umesema wewe hiyo. Kwa hiyo alikuwa ana kitu kikubwa kabisa alikuwa anakiaddress Karia. Aliogopa kwenda huko mbele
lakini ndio kitu cha msingi alichokuwa nakisema. Tuje tuwatengeneze hao wachezaji wajue kwanza bado wana safari, bado hawajakuwa wakubwa, wanatakiwa kwanza kucheza, wawe na daraja kubwa kuliko kukimbilia mambo mengine. Ndio maana nimetoa mfano wa Nkini Wakala, lakini kaniwahi kusema ni mfano, sio kweli. Asante. Okay, asante, umeongea kwa kirefu kabisa kama mwanasiasa. Haya, Serengeti Boys gumzo AFCON, alafu gazeti la Mwana Sports hilo. Serengeti Boys mmeibeba nchi, leteni kombe nyumbani. Hiyo ikiwa ni gazeti kwa siku ya leo, japo hivi tutazungumza zaidi. Na umezungumzia kitu kizuri sana Jabi, kwamba mara baada ya kombe la dunia, mara baada ya kombe ya AFCON kwa Serengeti Boys, tusije kuanza kutafutana, yani Abel kaenda wapi tena, yuko wapi sasa. Tunaweza tuka nani chap chap tu tukatoa hata mimi niliangalia hiyo jana, kwani hii sio mara kwanza. Miaka nyuma tulishafanya vizuri tena, wachezaji wale wakawa wameondoka, hata tujue walipoenda. Ushauri siku zote tunasemaga ushauri unaweza ukachukuliwa au ukaachwa. TFF ama bodi ya ligi wanaweza kwangu mimi wakaweka kanuni, kila mchezaji ambaye yupo katika ile timu kwa matakwa ya kwao wenyewe, kwa namna ambavyo watakavyoona, wawapeleke wale timu kwenye timu za klabu. Ni ushauri tu. Yani inawezekana Jabil, Charles Abel na Heka mnakwenda Yanga au mnakwenda Simba au mnakwenda katika timu za vijana, kuweka rhythm ya mwendelezo huo. Ni kuacha kwa sababu umeleta hoja hiyo ya wacha na mimi nataka waandishi wazungumze kwa sababu wana historia nyingi sana. Abel na Heka na Philip Nkini, unaona mara baada ya kombe la dunia au mara baada ya AFCON waendelee kubaki kambini, alafu mara baada ya kombe la dunia wanakwenda wapi? Wakati au mawakala wakiwa wanaangalia kufinalize bwana Abel aende Cyprus, sijui na Heka aende Arsenal, vitu kama hivyo. Mchako haraka ni wapi? Tukianza na jambo moja. Kwanza tuwapongeze. Hao vijana wamefanya kazi nzuri sana. Jana nilikuwa namsikia mwalimu wao kwenye kipindi cha Mshike Mshike akiwa anazungumza wamefanyaje mpaka hao vijana wakafika hapo. Amezungumza vizuri sana, akasema sehemu kubwa ambao wameitumia sana kwanza ni teknolojia, kitu ambacho nyuma walikuwa wakitumii, kujua mchezaji, ufiti wa mchezaji anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo akasema direct kabisa kwamba teknolojia imewasaidia kwenye sehemu kubwa sana ya kufika hapa walipo. Lakini mimi moja ya kitu ambacho nakiona kwenye nini hasa aligusia, alizungumzia kwenye yani teknolojia, kwamba mazoezi yamebadilika kutoka ile staili ya zamani ya kwamba bana mchezaji anaweza akakimbia tu, akamkimbiza tu au akaruka koni tu, lakini sasa hivi kuna vipimo maalum vya kuelewa kwamba ufiti wa mchezaji upo kwenye kiwango gani. Kwa hiyo anasema sio issue ya mwalimu kuja tu asubuhi na kuanza program ya kukimbia. Anasema kuna mchezaji asubuhi unaweza ukamkimbiza, kuna mwingine ukiangalia tu kwenye kompyuta yako inakuonesha kabisa kwamba fitness ya huyu mchezaji haihitaji kukimbia kilomita 5, kilomita 6. Huyu kwenye fitness yake inahitaji kilomita 2. Huyu mchezaji wewe na yeye mnashirikiana kujua ya kwamba ana kiwango gani cha, yani majeraha yake yako kwenye kiwango gani. Kwa anakuambia sasa hivi huwezi kumchezesha tu mchezesha twende uwanjani ukacheze. Yeye mwenyewe anajua kabisa kwenye yale majeraha ambayo nimeyaona jinsi teknolojia inavyonionyesha kwenye goti langu si stahili kucheza. Lakini kuna mchezaji anajua kabisa kwamba natakiwa niongeze 10% ya kile ambacho nilikuwa nakifanya. Mwalimu wao alizungumza hivyo. Akasema kingine, jinsi ambavyo wamekaa kambini, jinsi ambavyo walikuwa wana ushirikiano ni kitu kingine kipi ambacho amekizungumzia, tofauti na jinsi ambavyo ilikuwa huko nyuma. Timu ya taifa ilikuwa inaweza kukaa kambini siku 2 siku 3 and then inarudi, lakini hawa wamekaa pamoja muda mrefu. Walipoenda kwenye mashindano walikuwa wana nafasi kubwa ya kujua wapinzani wao mapema kabla ya mechi. Walikuwa wanajua uwezo wa Misri uko wapi, ubovu wao uko wapi, au tukifika nao kwenye mikojo ya penalty tunaweza kushinda au tuna asilimia ngapi ya kutokushinda. Kwenye mlolongo huo wote unaona kabisa ya kwamba ni watu ambao walikuwa wamejipanga wanaenda kwenye mashindano. Hawakwenda kushiriki, walienda kushindana.
Lakini kuna kitu kimoja mimi nakiona na nilikuwa nahisi labda tupeane tahadhari. Hawa mpaka hapa sasa hivi tukubaliane kwanza hatuwadai. Yaani hao under 17 walipofika sasa hivi as team hatuwadai kitu. Hivi dai letu liko mwisho limeishia. Yaani mimi wale walifuzu World Cup tu. Dai limesema kwamba dai langu mimi limeishia hapo kwa sababu wengine walifuzu World Cup hata mimi sikuwa tena shida. Wengine wote hata hizo national timu ya Taifa Stars hawakuwahi kufanya hicho kitu. Kwa hao wamekuja kutuonesha kabisa kwamba wana uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Hofu yangu ninayoiona, tunataka tuwape yale matatizo yetu yote, yani ya kuanzia mwaka 1980, yani kule kote ambapo tukufanya, yani mzigo wote tuwabebeshe hawa sasa, kwa bana hawa wakatumalizie. Nimeona eti kikosi cha dhahabu watu wanaanza kusema. Unaweza ukaita hivyo kwa sababu wamefanikiwa, lakini sasa tusiamini ya kwamba wanahitaji kufanya kubwa sana, tusiwape mzigo mkubwa sana. Juzi nilizungumza kwenye Mshike mimi nikasema nilikuwa natamani timu isiendelee kuzungumzwa zaidi sana. Yaani tukaita na kimya hivyo. Kama tumekaa kimya wamefika hapo. Tukizungumza tena zaidi naona kama vile tunawatoa kwenye reli, yani tunawapa majukumu makubwa sana ya kwenda kwenye finali ambayo ni kitu sahihi. Kwenye ubora wao ukiwaangalia hawajaruhusu goli mpaka wanafika finali, na wameruhusu goli moja tu. Lakini timu wanaenda kucheza nayo imeruhusu sijui magoli 3 sijui 4 kwenye kila mchezo wameruhusu goli, na ni Senegal. Wana ubora wa kufanya vizuri. Kwa tunakubaliana simu zisiende kule. Maana yake toka walipoanza wameanza, inawezekana mazingira yakawa simu sizo, lakini sasa hivi simu zikawa nyingi zaidi. Yaani ninachokimaanisha ndio hivyo, kwa sababu kwanza kwa waji yao kiwapa pressure kubwa sana. Unawatoa kwenye reli, unaanza kuwafanya wafikirie vitu kabla hata ya finali. Yaani unawafanya waanze kufikiria maisha mengine kabla ya mchezo wa finali. Nafikiri sehemu kubwa tulitakiwa kwanza tutulize pressure, tuache watulie, wafanye kazi yao, watuletee kombe. Kwa sababu kuletea kombe sina maana kombe la kwanza kubwa zaidi litakuwa limekuja nchini. Simba, Yanga, si nani hawajawahi kutuletea. Tuamini ya kwamba wana uwezo wa kuleta. Lakini kuna issue moja amezungumza Jabiri pia. Kwenda kwenye timu ambayo ndio ilikuwa jibu lako, mchezaji ili awe active ni lazima acheze mashindano. Yaani kama tutahitaji wachezaji wawe bora zaidi huko mbele, watacheza mashindano. Kwa hiyo lazima wapate nafasi ya kucheza kwenye klabu mbalimbali. Sasa anakwenda kwenye hiyo klabu, anapata nafasi ya kucheza, hapati nafasi ya kucheza, hilo linakuwa jambo lingine. Ndio maana wanaweza wakaja 30 hapa hizi. Wakaingia mtaani 30 kwenye hizi timu. Baadaye tukaja tukawatafuta tukawapata 5. Kizazi cha kina Imidi Mao walikuwa wachezaji bora sana. Nafikiri unakumbuka vizuri Jabiri. Kizazi hichi tunachozungumza cha kina Msheri walikuwa wachezaji bora sana. Lakini as nature ukishakuwa kwenye wachezaji wa under 17 hawawezi kukliki wote wakaja wakawa bora. Tutawapata baadhi, angalau ni 10, ni 8, ni 9. Na sio kwetu Tanzania, hata duniani kote. Yaani under 17 kishatoka wao mara nyingi sio wote wanakujaga kuwa bora baadaye. Kwa hiyo tuamini kwamba watakuja. Kuna ambao watakuja kuongezeka national team, kama wawili tumeona wameongezwa kwenye national team, na maana mwalimu ameshaona kwamba hawa wana uwezo wa kuendelea kupata experience kidogo kwenye timu ya taifa. Lakini mwisho wa siku tusije tukawalaumu sana kwamba wale 7 walipoteleaga wapi. Yaani hao hawawezi kukliki wote, kwa sababu utamchukua mchezaji leo unampeleka pale Yanga beki namba 5 au beki namba 4, anaenda kucheza na Dickson Jobu na Baka. Huwezi kumlazimisha mwalimu kwamba ni lazima umtumie huyu ambao alitoka under 17 wakati anatafuta nafasi ya kuingia robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ataangalia mchezaji gani ana experience, mchezaji gani ana quality kwa wakati husika. Kwa hiyo wataenda kweli, watafanikiwa, lakini sio wote kama ambavyo tunafikiria kwamba inaweza ikawa. Okay, kwa ufupi naweka hii nadhani ni kuondolea pressure. Hata mimi jana nilivyoona zile pressure zingine maeneo mengine makubwa ya nchi niliogopa kidogo. Nilitamani hata wale wachezaji wapokonywe hata simu wasione yale matukio yote. Unajua hii timu imejengwa kimya sana. Kuanzia mwanzo wameijenga kimya sana. Na niwapongeze sana Federation, Oscar Milambo na huyo alieneza mwenyewe. Walikuwa wameiweka Tanga. Na ilikuwa inacheza hata na mechi kubwa hizi. Zinacheza mechi za kirafiki hapa. Na timu kubwa tu zinashindana. Coast imecheza sasa timu ya Coast wakijengwa. Zambia wenzetu wana utaratibu kunya timu za vijana. Niliwahi kuongea na Jojo Ramina akaniambia wao wanauza sana wachezaji kuanzia hizi under 17 kwenda nje. Na mimi siamini kama wachezaji wakishacheza World Cup wengi watarudi hapa tena. Siamini, wengi sana wataondoka kwa kiwango ambacho wamekionyesha. Wamecheza dhidi ya timu kubwa sana ambazo zina wachezaji wengi Ulaya na bado zimepata matokeo. Na bado wanaonyesha wako matured kwamba ni watu ambao wanatamani kitu.
ukimsikiliza Arsene Wenger anakuonyesha kwamba Serengeti imefika pale sio kwa kubahatisha, imetengeneza vitu vizuri, na hata hii mechi ameenda matuta ni bahati tu waliikosa, lakini walikuwa wanaiamua mapema sana kwenda ndani ya dakika 90. Kwa hiyo ni timu ambayo nadhani inatakiwa ipewe utulivu, tusiipe pressure sana kwa sasa, tuwaache wafanye vitu vyao kama ambavyo walikuwa wanafanya nyuma. Ni watu ambao wametulia, wanafanya vitu vyao. Kwa hiyo cha msingi ni sioni kama wengi watarudi Tanzania. Mimi hiyo sioni. Wengi sana naamini wataenda nje. Na kwa hapa ndani kuna yule Mbegu alikuwa cheza Simba, amecheza Simba. Alikuwa anapata nafasi. Sidhani kama makocha wanatakiwa kukalili sana, hata kama una timu yenye wachezaji wako senior. Tafuta kuna mechi ambayo wachezaji kama wale kama unao wanaweza wakacheza. Mbegu kacheza mechi za Muungano hapa. Na Simba imepata matokeo. Hakuna mechi ambayo ameruhusu goli. Na anacheza center back pale. Kwa hiyo watoto ambao wanatakiwa kupewa nafasi, ukipata nafasi ya kuwa naye, mpe nafasi ya kuonyesha kitu, ndio unamjenga. Sio unakuwa naye alafu anapotea kwenye mikono yako. Abel, tumalizia hapo katika mjadala. Mimi kwa mtazamo wangu, kwanza unajua tunaweza tukatamani mchezaji akacheza nje, lakini nakumbuka Pitso Mosimane alikuja kwenye issue ya Yanga ile Yanga Soccer School, alisema vitu 4 ambavyo vinamjenga mchezaji, yani kufikia daraja hilo ambalo watu wengi wanamuona. Yani najaribu kuonesha kwamba kuunga mkono hoja ya Nkini kwamba tusiamini kwamba wote wale watafika katika piki ambayo sisi tunaitaka, yani kucheza katika level ya timu ya taifa. Alizungumzia technical aspect ya game, tactical, akazungumzia psychological aspect of the game na social aspect ya game. Asa kihistoria timu zetu za vijana nyingi zinakuwa vizuri katika eneo la technical aspect ya game. Yani mchezaji sijui kuchukua mpira, kufanya passing sijui na nini, lakini kuna hawa vitu vitatu hivi ndio vinakuwa na shida. Sasa ukitazama Serengeti Boys hii imeongeza kitu cha pili, yani upande wa tactical. Yani wachezaji wako vizuri sana kwenye mbinu, yani kufanyia kazi mbinu za mwalimu. Wasiwasi mkubwa unakuja kwenye psychological aspect ya game na social aspect ya game. Mchezaji baada ya kucheza finali za AFCON under 17 ameenda World Cup, Mungu anajalia anapata timu Ulaya, adaptation yake mazingira ikoje kule? Ndio hapo ambako wachezaji wa West Africa, wachezaji wa Northern Africa, yani Afrika kaskazini na magharibi, ndio wanapotuachaga sisi watu nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Ukimchukua leo mchezaji wa Tanzania ambaye ametokea katika huka ya ujamaa, ambaye anaweza akapiga simu nyumbani, bwana siko vizuri, naomba unitumie kitu fulani na fulani, anapewa, au mtaani tu wenzake wanamchangia, anakwenda Ulaya, Finland, baridi kali, kwenye klabu anakutana na mchezaji wa Senegal ambaye ni mtoto mwenzie. Mchezaji wa Senegal anatoka Senegal, maisha yake magumu, anaamini mimi nakwenda kule ndo mlango wangu wa kutoka kimpira. Hapo ni changamoto. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana pia kucheza na vichwa vya watoto, kwamba kuwaaminisha kwamba utapata nafasi, utaenda Ulaya, utakutana na maisha magumu pengine kuliko ambao ulikutana nayo Tanzania. Hakuna maisha marahisi. Kwa hiyo changamoto zozote zisikurudishe nyuma. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, tunatakiwa tuimbe nyimbo ya soka la vijana kama nchi. Yaani wasimbe TFF. Unaona sasa hivi Simba huyu dogo huyu Mbegu amezungumziwa hapa. Mbegu kwenye timu wakati wanafuzu, Mbegu hakuwa anapata namba. Yaani hii Serengeti Boys, yani katika mchakato wote wa kufuzu ile Sekafa nini, Mbegu hakuwa anapata namba. Lakini kwa sababu Mbegu tayari ameshapata nafasi klabuni, na aliyempa nafasi ni nani? Steve Becker. Mbegu amekwenda katika mashindano haya kama senior player. Yani ana umri sahihi, lakini ni mchezaji mwenye experience kumzidi, yani kwa level yake, kwamba sio sahihi kwa mchezaji ambaye anacheza klabu kubwa anapata nafasi kwenye timu kubwa ambayo ina wachezaji wakubwa kumweka nje. Kwa hiyo mwalimu Elieneza amejikuta yani Mbegu tayari hakuna namna atacheza. Sasa je, tunaweza tukaimba hii kwenye klabu zetu? Yani kwamba tunaweza tukapata ule ujasiri kusema kwamba kuna wakati hizi mechi za Muungano
mchezaji kwa umri wake miaka 17 anatakiwa tumpe nafasi kwa sababu tayari ameshaonesha kitu. Lakini unaweza kushangaa mchezaji anaonesha kitu na wote tunakubaliana kwamba mchezaji ana kitu, lakini hata hiyo nafasi kwa timu inaongoza goli 4 apewe nafasi ya kucheza. Hapo inaweza ikaja ofa nje. Basi tu tunamuomba mtoto, hawataka kumtoa kwa mkopo, bado klabu haitaki tena kumtoa. Yaani haimtumii na bado haitaki kumtoa kwa mkopo. Kuna watoto wengi wamepotea kwa staili hiyo. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo tunatakiwa liimbwe. Yaani leo tunaisifu shirikisho kwa sababu ndio imekaa na watoto tangu wakiwa African Schools Program. Yaani unajua watoto wengi scouting yao imefanyika wakiwa kuanzia wakiwa na miaka 15 wamecheza mashindano ya mashule ya Afrika. Lakini hizi sifa zitakiwa ziende kwa klabu. Hao watoto walitakiwa watokee kwenye klabu. Yaani leo tunasema kwamba Yanga imetoa wachezaji 3 kwenye timu, Simba imetoa wachezaji 4, Azam imetoa, yani timu ya taifa haitakiwi yenyewe ndio imtafute imtunze mchezaji. Mchezaji anatunzwa kwenye klabu, anatokea kwenye klabu. Angalia ametolea mfano hapa Naeka. Wale ukiangalia wale Morocco, ukiangalia wale Algeria ambao tumecheza Misri sijui nini. Wale wote, yani kwa mfano kama Algeria, yule ambaye atupiga chuma 2 siku. Kwa mfano Misri alikuwa na Ufaransa, yani ni watoto ambao tayari wapo kwenye klabu zao kule wanacheza. Kuna mchezaji alikuwa lakini sisi huku wale wachezaji kuna watoto ukiangalia hata profile zao wengi wametoka mtaani, TFF tu ni efforts zao kuwakusanya kupitia program ya TDS ndio wamenanili. Kwa hiyo lazima tuimbe nyimbo ya pamoja. Kuna kitu ninachokisema Chazi. Ile mechi na Misri ulikuwa ukimsikiza mtangazaji. Kuna wachezaji mmoja alikuwa anapiga mguu wa kushoto. Nafikiri mechi ni nafikiri kuna huyu winga wao alikuwa anapigia mguu wa kushoto. Mtangazaji alikuwa anasema kwamba anatoka club contract. Huyu mchezaji wa kushoto alikuwa kidogo kama anavyocheza anataka kama kubwiga Salah hivi. Mtangazaji anasema kwamba anacheza club contract. Na ukiangalia sisi timu yetu hao top performer wote, yani wachezaji wote ambao wamekuwa ndo uti wa mgongo wa timu. Hao watoto wote wanacheza kwenye timu. Yani ni wadogo lakini timu klabu zao zimewaamini. Ukiangalia yule dogo ambaye anaongoza kuchukua man of the match Isa, yule ni mtoto ambaye Fountain Gate na alipelekwa na Elimzozo Fountain Gate anatumika. Ukiangalia Mbegu, ukiangalia yule dogo Lukman uje kwa Kagera Sugar na Kagera wamekuwa, yani Kagera wamekubali kustruggle lakini dogo hapana nafasi ya kufanya nini ya kucheza. Kwa mimi nimefly ni kwamba nilikuwa na mcheka Philip hapa nkini. Sio namcheka, namwambia umeona. Nimefly kwamba Chazi umejaa kuongelea swala la kuwatengeneza watoto kichwani. Ulikuwa ukimsikiliza Logaluchik, nafikiri mnamkumbuka yule kocha. Alikuwa analizungumza sana hili jambo. Na mimi nimewahi kulifanyia utafiti, hata kuna siku nimewahi kumwambia mtu mmoja anawasimamia wachezaji, nikamwambia sikiliza, Tanzania hatuna shida ya vipaji. Hata ungepata bahati ya kukaa na Logaluchik, alikuwa anasema Tanzania swala la vipaji lisizungumzwe. Kwa sababu Tanzania hii nchi kwenye swala la football la vipaji, ukitembea nchi nzima unaweza kukutana na mtu anaendesha bodaboda akamwambia kuna mechi hapa ya bodaboda na watu wapiga debe, akicheza unasema twende leo ukacheze. Akawa anasema problem ni wachezaji wenu ni hapa, waandaeni vizuri eneo hili. Kwa hiyo nimefurahi Chazi ameizungumza hiyo. Kwa hiyo mimi nawaomba hata watakaokuja kuwasimamia, kwa sababu Chazi hapo anazungumza watu tayari ambao wachezaji hao walipita kwenye mikono yao, wawasaidia hawa watoto kwenye eneo hili. Kama unavyosema watatoka World Cup, watakwenda kwenye hizo nchi, watapata timu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wao huo uwanjani, watapata timu. Unaweza kusikia unamwona Senwenga hivyo anavyozungumza, ujue tayari kuna wachezaji hata 2 3 kashatoa recommendation kwenye. Na Wenga unajua ana mkono kwenye timu. Kwa sababu Wenga alipokuja kwenye uzinduzi wa kituo cha Kigamboni, Wenga aliahidi ataleta mtaalamu kocha wa kuscout na kuandaa vipaji. Akamleta kocha Edi, ambaye kocha Edi ndio alizunguka Tanzania nzima kuandaa timu kipindi hiko watoto yani wadogo wakaingia kwenye ile African School. Na Edi yuko Tanga na hata kwenye timu Morocco ameenda, ila yeye anakaa zaidi yuko jukwani, yani kama technical director ana assume hiyo role. Lakini kwa hiyo yule ndio yani Wenga na mkono kwenye hii timu. Kwa hiyo maana yake kuna wachezaji wetu naeka ukishatoka World Cup kutakuwa na recommendation ya Arsene Wenger. Ndio maana nilikuwa nasema. Yani anaweza kusema Arsene Wenger huyu na huyu waende UC ya Arsenal. Sasa shida inapokuja ndio hapo tunapozungumza sasa. Kuandaa watoto wetu, kumwambia sasa unakoelekea ni sehemu nyingine. Ndio anavyosema Chazi. Kuna wachezaji wetu Tanzania wamerudi kwa sababu alimzoea Kaburu tu
Godfrey Kaburu Nyange kwamba alitumia neno mfumo wa ujamaa. Hiyo. Mfumo wa ujamaa. Mfumo wa ujamaa. Kwa mimi yani ungeniuliza hawa wachezaji hamna kitu kikubwa ambacho mimi ningetamani kifanyiwe kama kuwatengeneza. Lakini katika hilo muhimu sana wachezaji wenyewe pia kusaidiana. Unajua mchezaji wetu akishakuwa kwenye maeneo haya, akishaenda Ulaya, akasikia kuna mwenzake alibaki kwenye hizi timu kubwa zetu hapa, na anapata malisho mazuri, hana shida. Wewe bwana rudi tu maisha kokote, bongo kokote, atarudi. Sasa ndio shida. Kwa zetu wa Zambia wana mfumo wa kuhakikisha hawa wachezaji hawarudi. Yaani hata kama ana tatizo kwanza zinakuwa wanafanyia follow up. Na ndio maana nilikuwa nakwambia Londa Mila alikuwa anasema kwanza hawa watakiwa atakuwa coverage kwa level hii. Zambia huwezi kukuta mchezaji wa level hii anafanywa coverage hata kwenye media. Hawataki kwa sababu utawapa pressure ya ajabu ajabu. Ndio maana hata ukienda kule bado wanafuatiliwa mmoja baada ya mwingine. Una shida gani? Hapana, vumilia, fanya hiki, fanya hivi, fanya hivi. Huu ndio msaada ambao unataka. Rudi bwana wewe. Hapo mpira hela ipo hapa. Hawa maagent ambao Filipo kawasema au Jabiru mwasema hapo. Ndio atakao rudisha. Wewe rudi bwana. Yanga uko ameweka 400 au Simba uko na 300. Naweka nakuomba na mimi siwazungumzii hawa maagent wakubwa. Mimi siwazungumzii hawa maagent wakubwa kwa sababu unajua hao mara nyingi huwa wanapambana kuweka mchezaji wake sawa. Yaani wale ambao ni wakubwa. Mimi nawazungumzia hawa ambao hata kwetu hapa tunaona ndio wanawazungumza Chaziabeli kwamba anasema mimi meneja, mimi sijui nani, mimi ndio mimi nawazungumzia hawa. Lakini pia Jabili hata klabu zetu pia nazo zitambue kwamba mchezaji mdogo hawezi kukutajirisha kwa wakati huo. Yaani akiwa na umri mdogo hawezi kukutajirisha. Kwa hiyo hata inapotokea ofa zinakuja, yaani usiamini kwamba mchezaji wako utamuuza kwa $300. Ni ngumu sana timu, yaani klabu za Ulaya kumchukua mchezaji. Hebu imagine Kolo Toure akiwa tayari kwa matured, anatoka ASEC Mimosa, academy kubwa, hasa alimchukua kwa $300 tu. Kwa hiyo zinapokuja ofa ni fursa ya klabu sasa yaani kuachia watoto ili waondoke. Kutaja demand kubwa ambayo itazirudisha nyuma hizo timu. Yaani leo kwa mfano timu inaweza ikaja na $100,000 inamtaka huyo mtoto. Tayari si klabu zetu kama unavyosijua utasikia bwana mtoto sio na talent, anaweza kumwacha kwa hela hiyo. Hakuna klabu itamchukua kwa hela nyingi, lakini wewe inawezekana ni fursa kwako kutengeneza ile tunasema sell clause, resell clause kwamba bwana nakupa mchezaji wangu. Akija kuuzwa mimi nitapata asilimia kadhaa. Ndio kinachonufaisha leo Azam kwa Nova. Azam alimwachia Nova bure kwenda Israeli. Leo angalia Azam anapopata hela kupitia mauzo ya Nova. Hicho anachozungumza kwa vilabu tulivyovizoea hivyo. Unajua unaweza umeizungumzia swala la mfumo wa ujamaa. Mfumo wa ujamaa ni pamoja na hivyo vilabu. Hivyo vilabu kusema kwamba ana talent. Mwache abaki hapa hivyo unavyozungumza hivyo. Kwa hiyo katika hivyo tena je, hawa watoto wana meneja sahihi kwa mfano. Je, hawa watoto kuna partnership ambazo zipo, mashirikiano ya academy. Tumemzungumzia Wenga. Mashirikiano ya academy. Je, TFF inaingiaje au mdau inaingiaje katika mashirikiano haya ambayo naamini kuna kisemina fulani tulizoea cha FIFA mimi na Abel na King. Naamini kabisa mule ndani mule ukikaa vizuri ukachungulia vizuri mule ndani kuna hizo academy ambazo zinapatikana kwa urahisi. Ulimsikia alivyosema wakati alikuwa mkurugenzi wa TFF grassroots. Alisema alizungumzia hii timu wakati anazungumza. Akasema kuna timu ya vijana inatengenezwa. Alichokisema Abeli ndio hicho ambacho alikisema. Akasema lakini hii timu ya vijana inatengenezwa kwa kupitia mkono wa TFF. Lakini ilitakiwa itengenezwe kupitia kwenye mkono wa vilabu. Yaani kwamba vilabu vilitakiwa viwe na under 20, under 17 bora zaidi. Mimi nataka niwape mfano mmoja. Na nyote mtakubaliana na mimi. Azam walikuwa wana program nzuri sana ya vijana. Na nafikiri mpaka sasa hivi ipo. Tuna mashindano sisi tunayaonaga ya vijana yanachezeka hapa. Tunasikia siku kuna ligi ya under 20. Kama kuna mtu anaweza akafanya uchunguzi vizuri kuhusiana na wale mashindano, anaweza akasikitika jinsi ambavyo yanafanyika. Wachezaji wetu wengi hao tunaosema ni under 20, sio ni under 17 kweli kupitia kwenye club. Wengi wanatoka mtaani. Yaani wengi hawana malezi bora. Kesho tuna mechi, tunapiga simu. Bwana,
Uko wapi fulani, tukutane Karume. Tutapandia gari pale Karume, tutaondoka. Sio kwamba wana malezi yale sahihi kabisa ya timu. Lakini kingine mchoko kama nazungumzia kuhusiana na hao mameneja. Hao mameneja hao, mimi siwaiti mawakala. Mawakala ni grade ya juu sana. Ni mameneja hao. Hao mameneja. Pale sasa hivi mimi nakuhakikishia. Si hao wachezaji mshafika hapa? Kuna njemba ziko pale sasa hivi. Yaani kule zitakuwa zinazunguka kule kwa mageti hivi. Kwanza kuulizana huyu fulani ni wa nani. Umeshaelewa? Huyu fulani ni wa nani. Yaani wenyewe wameshaziona $300,000, $400,000. Sasa hao wanakuja kuwapa kichwa, kuharibu kichwa hao watoto kwa sababu gani? Wanapokuja kukaa nao hivi wanawaeleza vitu ambao ni matarajio makubwa zaidi ambao hawezi kupatikana sasa hivi kwenye uhalisia. Ndio hilo unalozungumza. Yaani sasa hivi anaenda pale anamwambia, "Wewe akija Mashujaa usikubali. Yaani wewe potential yako ni kucheza Arsenal." Unamjaza vitu vingi kichwani. Akija mtaani, akija kutana na ule uhalisia haupo. Na hawa tukubaliane kabisa. Baadaye sisi tukaanza kumlaumu mwalimu wa hii timu. Mwalimu hii timu akienda World Cup ataiboresha. Sio kesho tuanze kuulizana mbona yule kiungo hayupo namba 6? Mbona hawezi kuondoka na hawa moja kwa moja kwenda nao World Cup? Hawa kuna wengine umri utakuwa umeshahama. Kuna wengine si kutoka kuna nini, kuna wengine atakuwa na nje. Kuna wengine ataona kule kwenye vituo au kwenye klabu ambao ni bora zaidi ya hawa. Sababu mwisho saa nyingine sisi tunakujaga baadaye tunasema unakumbuka alikuwa na ule namba 6 ule matata sana mbona amemwacha sasa hivi ameenda kumchukua huyu kijana alikuwa kubwa sana alikuwa Yanga umenielewa ile World Cup kubwa sana fikiria ndogo miaka 17 tumpe mwalimu kama ameshapewa hii room sasa hivi tumpe mwalimu hii nafasi ya kwenda na timu yake World Cup ameshaifikisha hapa ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi lakini hicho cha mawakala na hizi klabu zetu sana hizi klabu zetu mimi sizungumzi sana klabu ya nje. Kuna mchezaji wetu alishatokaga akaenda nje akakataa kuweka hela kwenye account. Yaani mgogoro wake wa kurudi nyumbani. Ujamaa Mgogoro wake wa kurudi nyumbani ni kwamba aliwaambia nataka hela yangu cash. Yaani mgogoro ulikuwa nataka hela yangu cash. Na alipoambiwa wale waliokuwa wanamtengeneza ambao ndio mnasema mameneja hawakumwambia hii figure tunayokueleza inakatwaga kodi. Unasema $100,000 ambao utalipwa bwana Jabiri $60,000 inakatwa kodi kuna hivi jamaa ile alipoambiwa yeye alipoikokotoa kwenye hela ya Tanzania akagundua ndio hiyo yote atapewa anaenda anashangaa sasa mbona zimepungua hivi mimi ngoja nirudi zangu nyumbani akarudi hapa nyumbani na alishastaafu mpira sasa hivi yuko zake mtaani kwa wakati unaanza kuwajenga unajiita meneja hakikisha na wewe unawajenga kwanza unajua ya kwamba unawapitisha wapi na unawajenga kichwani vizuri. Tumeizungumzia kwa muda mrefu sana lakini mimi nimeondoka na mfumo wa ujamaa. Yaani mfumo wa ujamaa. Wakati huo tulikuwa tunafunga mjadala huu wa Serengeti Boys. Finali Jumanne. Finali Jumanne. Ni saa moja. Juni 2. Ni saa moja? Saa moja nafikiri. Tuangalie penalty iliyoipeleka finali timu ya Serengeti Boys. Serengeti Jijmakuru yote naangalia hapa. Mbala Salo kwenye kamba. Serengeti Boys wanakwenda finali. Serengeti Boys wanakwenda finali. Katika nyakati ngumu fursa pia ipo. Hawa kwa hakika au mbaya naye atapewa, atafutaye naye atapata. Soka ni mchakato, uvumilivu pamoja na kujituma muda wote kiwanjani. Watoto wa Farao waamini kile ambacho nakiona. Vijana wa Serengeti Boys, vijana wa kazi na utu wako uwanjani, wanakwenda finali. Tanzania to the final. Tanzania to the final. Misri wanaondoshwa. Tanzania wanakwenda finali. Haji Abdalla ndiye shujaa. Haji Abdalla ndiye shujaa. Wanafurahi, wanasherekea. Ni shangwe, ndelemo, vifijo. Salamu sofikie popote mlipo. Mnakaribisha kuiangalia Serengeti Boys finali. Waamua hii hapa penalti safi ya Mbala Salu Lukman. Anakwenda kuwasubiri kati ya Senegali ama Morocco. Haja yoyote tu, wachaguane wao. Morocco ama Senegali. Ni yupi ambaye anakwenda kuifuata Tanzania kwenye mechi ya finali? Serengeti Boys wanakwenda kuandika historia mpya. Wanatinga finali. Mimi
ni Leonard Musekula, mwamba wa juu. Nilikuwepo hapa kushuhudia hii historical moment. Nikutakie wakati wema, bye bye. Haya, tumeona hivyo sasa. Jabir, yes, kwenye kombe la dunia kwenda nafanyika Poland, Qatar. Atakwenda kocha huyo au tutamweka mkocha mwingine? Mimi nimejaribu kuota hata kwenye kombe la dunia. Sawa, unajua kwenda kocha huyu ama unajua nikwambie ama kutakuwa kuna makocha unajua makocha na wengine na ziada. Hapana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio hili nilikuwa nakwambia, tulikuwa tunakosa ile gap connection ile ya kwamba mtu anatoka wapi kwenda wapi. Kwa sasa wewe ulipofika huna sababu yoyote ya kumwacha Eleneza kwenye timu hii kuendelea nayo. Yaani hii timu anatakiwa kuendelea nayo yeye mpaka miaka 20 anaenda nayo. Na ungeniuliza mimi, ndio wenzetu wanavyotengeneza hizo timu. Unamwona yule huyu kocha sasa hivi wa Senegal. Angalia alipotoka na hadi kafika kwenye senior team. Kwa hiyo na naamini kabisa, kwa sababu unamsikiliza sana Gamondi. Gamondi anaizungumzia sana hii timu hii anaizungumzia sana Gamondi. Na naamini Mungu akipenda tukiwa hai, Gamondi atamchukua Eleneza, atakuwepo kwenye benchi la ufundi. Yupo. So unaona? Huyo yupo. Na hiyo nilikuwa sijui. Na Jabili nikwambie, huyu Eleneza mimi nimpongeze sana Oscar. Oscar amemtengeneza sana Eleneza kuwa hapa alipo sasa. Amepita, alikuwa national teams, senior national team. Yupo sana. Ila watu tulikuwa kwenye fitness, yani fitness coach alikuwa section, lakini ni mtu ambaye na nadhani wachezaji wote wa zamani wanatakiwa kuangalia, ni mtu ambaye amejiendeleza. Yani amepita kwenye sehemu za kujikuza. Sitashangaa Eleneza hata baadaye akija kuwa kwenye technical director, sitashangaa kwa sababu ana hizo qualities. Naeka, wewe ni mwandishi wa habari, umefanya kama hivyo unavyosema, umefanya interview na Andamina. Ukikaa na makocha wa kigeni unakuja Tanzania, ukawaambia wakupe aza saidi ya kwetu sisi na watu wetu sisi, ndio moja ya matatizo yetu hayo, kwamba sisi tuna watu ambao wanataka kuwepo kwenye hizi nafasi, lakini hawataki kufanyaje, kujiendeleza, kusogea. Hapa kuna mjadala uoga unatokea, lakini anajua. Okay. Watu wanauliza kwa nini wewe kila siku unakuwa kocha msaidizi? Usiende sehemu kazi. Jabir, asante sana. Tunakwenda kwa Ali Bakari, na huyo Eleneza unamtaja amehusika sana katika vikosi vingi sana vya timu ya taifa, lakini alikopo nyuma pazia, kwa maana kwamba fitness, yani yeye alikopo, kwa mfano wachezaji wale wanaingia, jamani, fitness yani hivyo kwenye timu za taifa zote unazozifikiria. Kwa hiyo kama kupewa timu namna hii, anafahamu timu zote na namna zote na mitego yote ya kijamaa anaweza kuitegua. Twende kwa Ali Bakari. Ali Bakari, tupe nini kinachoendelea hapa? Kwa kiwango kikubwa tumeweza kuzungumzia timu ya taifa ya Serengeti Boys kwa siku ya leo. Vipi uko mtaani? Tutaka tuone watu wamechukulia vipi Serengeti Boys kufika hatua ya finali. Asante sana Filipo Cyprian. Kwanza nikushukuru, nikwambie tu ya kwamba sisi mimi hapa na mwenzangu Justin Bayo tumeamkia kituo cha daladala hichi cha Mwananchi hapa. Bila shaka mtazamaji wa kurasa za mwisho anaiona picha hiyo ya watu wakiwa wamedamka mapema wakisubiri usafiri hapa kwenda katika maeneo mbalimbali kutafuta riziki. Lakini nikwambie tu ya kwamba pembeni hapa ya kituo hichi cha daladala kuna kijiwe cha magazeti, na kijiwe hichi mapema leo hii watu wameamka kwa ajili ya kupitia magazeti, na hasa tutaangazia magazeti ya michezo. Umezungumzia Filipo Cyprian kuhusiana na Serengeti Boys. Hilo ndilo ambalo kiukweli tumelikuta wengi hapa wakilizungumzia. Hawa wote unaowaona hapa wanafahamu kile ambacho wamekifanya Serengeti Boys kule Morocco, ya kwamba imetinga finali ya under 17 na sasa wanaisubiri tu Senegali wainyoshe mambo yaende sawa kabisa. Lakini sio hivyo tu, imetinga imefuzu kuingia katika finali zile za kombe la dunia under 17 ambazo zitafanyika baadaye hapo kule Qatar. Bwana, salama ndugu zangu. Salama. Tupo vizuri ndugu zangu? Vizuri, tupo vizuri. Mmefurahishwa na Serengeti Boys? Tumefurahishwa sana.
Mbona sauti kama hazitoki? Hebu tuanze na Sheikh hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam Sheikh wangu. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Bwana Pazi. Bwana Pazi? Naam. Mtu wa Pwani wewe? Mimi mzalamu kabisa. Bwana wewe kwanza umepokeaje jambo hili la Serengeti Boys kutinga finali ya sana? Nimepokea vizuri sana. Vijana wametotoa kimasomaso kwa kweli. Na tungependa kama ingewezekana serikali ingeliona jambo hilo, wale vijana wangefanya moja kwa moja wanashirika wale vijana, kwa sababu sisi wasije tutaji wazee, tunataka vijana sisi. Unahitaji vijana? Wafanye kazi vijana. Kumekuwepo na hamasa sasa zimeanza baada ya Serengeti Boys kutinga finali maeneo mbalimbali. Unahisi hizi hamasa zinaweza zikawatoa mchezoni Serengeti Boys kuelekea katika mchezo wao wa finali ambao utachezwa tarehe 2 mwezi Juni? Hapana, vijana wao wanachofanya wakifika uwanjani wanafanya kazi yao ili wapeleke uwanjani, na hicho ndio walichomezeshwa na makocha wao au na viongozi wao na benchi la ufundi. Kwa hiyo zile si hamasa, si nani kaongezwa, si hizo vitu vingine, lakini wao wamesema wako kwa ajili ya kazi. Wao kwa ajili ya kazi wanafanya kazi. Tumeingia finali na tutakutana na Senegal sasa. Una wasiwasi yoyote na Senegal ambayo imemtoa mwenyeji Morocco pale kutinga finali? Senegal wako vizuri, ila na sisi cha msingi ni kumwomba Mungu. Wao wanamuomba Mwenyezi Mungu na sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie mepesi jambo letu na sisi mambo yaweze kuendelea. Wao wana Mungu na sisi tuna Mungu. Sisi tuna Mungu vile vile. Senegal wana Mungu wana mpira, lakini sisi na sisi tumshtakia Allah tu mambo yetu yaweze kufanya tufanye timu yetu. Nashukuru sana Bwana Pazi. Asante sana. Bwana salama ndugu. Salama. Upo vizuri kabisa? Niko vizuri. Jambo hili la Serengeti Boys kutinga finali, wewe umelipokeaje kama Mtanzania? Mimi nimelipokea vizuri, wamefanya kitu kizuri, kitu chema, ndio tunachotaka iwe hivyo kwa timu zetu. Sasa kwenye mchezo wa finali tarehe 2, unautazamaje mchezo? Mchezo huu, hii kombe tunabeba, tunalichukua. Maana wale ni vijana, timu changa ile, damu changa. Hebu paza sauti, tunafanyaje ile kombe? Tunalibeba, tunalichukua. Linarudi nyumbani? Linakuja nyumbani. Bwana wewe. Damu changa ile. Hebu ongea kwa sauti ya juu watu wa changa, damu changa ile. Kwamba hili linakuja nyumbani. Linakuja nyumbani. Linakuja nyumbani. Bwana mambo vipi ndugu yangu? Bwana mambo poa. Ni kweli linakuja nyumbani? Kombe linakuja kabisa na mpira utatembea. Au si mzee wangu? Kabisa. Hebu akumbushe jina lako, unaitwa nani? Naitwa Fredrick. Umefurahishwa na Serengeti Boys kutinga finali? Nimefurahishwa. Vijana wanajituma na kwa kifupi wanacheza mpira mzuri kabisa. Sawa. Wewe unaonekana kama Serengeti Boys wewe, ni kweli? Mimi hapa ni mtu ajitegemee, secondary school. Una umri gani wewe? Mimi na umri wa miaka 15. 15. Yaani wewe under 17, si ndio bwana? Ndio. Kwanza kitendo cha vijana wenzako kufanya hivyo katika finali za AFCON under 17, wewe umelipokeaje? Mimi nimepokea vizuri tu. Kwanza sijitambulisha kumbe. Jina langu naitwa Hassan Suleiman Milambo, naishi Tabata Mwananchi. Na soma Jitegemee Secondary School, niko kidato. Sawa, tuambie kuhusiana na Serengeti Boys. Umesikia wametinga finali, umefurahishwa? Ndio. Na jitahidi. Unawaambia nini vijana wenzako? Vijana wenzangu wajitahidi tu, wapambane, alete kombe bwana. Maana na wewe unacheza mpira? Nacheza. Unautwanga mpira kweli? Ndio, mimi beki namba 4. Beki namba 4. Unamwambia nini beki wa Serengeti Boys katika mchezo wa finali, afanye nini? Azoe bwana. Azuie? Sawa. Filipo Cypriani na watazamaji wa kurasa za mwisho, hawa ni Watanzania ambao kwa kiasi kikubwa wana matumaini makubwa. Hebu ndugu yangu, neno moja bwana. Mwenyeji wetu yupo hapa. Bwana kwema kwanza? Kwema. Hebu akumbushe jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Amini Mwanyula. Umepokeaje Serengeti Boys kutinga finali? Leo nimefurahi sana. Yaani umekoshwa? Nimekoshwa. Kwanza wa vijana ndio wanatakiwa waendelezwe. Yaani mimi nachoomba mama yetu, Mama Rais Samia Suluhu Hassan, hawa sasa ndio vijana wa kuwashika. Hawa ndio vijana wa kuendeleza. Yaani tukitaka soka liendelee, vipaji ndio hivi tumeviona na viendelezwe. Wafanyie kazi, waviendeleze, hivi ndio vipaji sasa vya mpira. Kwa sababu vijana wameonyesha kwamba njia ndio hii ya kupita, na sisi sasa ndio tuwashike hawa vijana waendelezwe. Umeshanelewa? Wamefika mbali wale. Kama ndio hela sasa pale ndio iweko. Unajua mpira sasa hivi ni pesa, uwekezaji. Kwa hiyo wale wakiwekezwa, mimi nadhani Tanzania miaka 10 ijayo tupo mbali sana. Kwa hiyo watu wengi unajua ukiangalia mitandaoni, nimeona jana paka nimeangalia kwenye mtandao paka Arsene Wenger. Umeshaona? Kapongeza hiki kitu yani kilichofanywa na Serengeti Boys. Wameenda finali za kombe la dunia, wamefika finali ya AFCON.
Kwa hiyo hivi tuviendeleze. Unajua sisi tunashindwa kuendeleza vitu hivi, tusiese siasa kwenye mpira. Mpira ndio tumeshauona, wameonyesha wa vijana. Tusiete siasa hasa hapa, ndio tuwashike tuwaendeleze. Zile hela zilikuwa zinawekezwa kwenye Simba, Yanga, zile hela hapa sasa ndio natakuwa ziwekwe. Hebu rudia tena kwanza. Zile hela zilikuwa zinawekwa kwenye Simba na Yanga, hapa ndio natakuwa ziwekwe sasa. Hizi hela ziwekwe kwenye timu, yani baadaye tupate manufaa. Unajua mpira so vitu vya kuna nani tu. Mpira ni unatakuwa ndo kama hivi. Mpira una njia zake. Ndio una njia zake, ndo kama hii imeonyeshwa na vijana. Umeshaelewa? Sio tunaweka hela sio Simba, Yanga. Wanakuja wakina Pakome, sio akina nani, wanakuja hapa wanapata hela, wanaondoka, wanapata hela, wanaondoka. Wale tayari nchi zao zisha. Umeshaelewa? Sisi vijana wetu ndo hao. Kwa hiyo ile miela sasa ilikuwa inawekwa, ile miela iwekwe hapa sasa. Tuone wa vijana wanatufikisha wapi. Sawa. Bwana ile mihela ile sasa iende kwa under 17. Ndugu yangu ndo anasema hivi. Asante sana Ali Bakari, na mimi nimefanya utafiti kumalizia sana. Nimefanya utafiti. Sawa. Taa zile za Tazara pale. Taa za Tazara pale siku hizi zinazima sana, si ndio? Zikitegemea wakati mwingine umeme wa kawaida na zikitegemea sola, jua. Kuna mfanya biashara mmoja wa korosho eneo lile pale, akahama eneo lile la Tazara pale akaenda external. Akasema, nikamuuliza mbona umehama muuza korosho upande ule wa Tazara umehamia external? Akasema kule hamna biashara kule. Kivipi hamna biashara? Taa zinawaka tu. Yani manake yeye anategemea wateja wa foleni wakisimama kwenye taa anawapa zile korosho, wakati pale magari sasa asilimia kubwa yanakuwa yanapita bila kusimama. Kwa hiyo tunategemeana. Ujamaa huu ni ujamaa Jamani, asante sana kwa siku ya leo. Tumepambana kuweza kuizungumzia Serengeti Boys, na kweli kwa kiwango kikubwa imeweza kufanya vizuri na iko inastahili kufanya hivyo. Mimi ni Arsenal, Jabir ni PSG, Abeli ni Arsenal, Bwana Naeka anaiunga mkono PSG anaiunga mkono. Bwana Philip PSG. Samani Arsenal tuko watatu hapa. Tunaitakia kila la heri timu yetu ya Arsenal iweze kufanya vizuri kabisa katika mechi za leo. Kwa sasa tuna mengi, tukutakie siku njema na ufuatiliaji wa vipindi vyetu vinavyofuata.